Ayolele, 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 Mola jalia, tena saidia. Jambo la kwanza nawakaribisha, karibuni hapa shuleni. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Yohana Rafaeli Akonai, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Bashang. Shule iko katika kata ya Wareta, tarafa ya Katesh, halmashauri ya wilaya Hanang, mkoa wa Manyara. Walimu wana maliwato tofauti, lakini maliwato hayo ambayo tunatumia pamoja na walimu, yani kota za walimu. Lakini hapa shuleni walimu au watumishi hawana choo. Kwa kweli hatuna mfumo wa kuhifadhi maji ya mvua, tunachota maji hata kipindi cha mvua. Ukosefu wa maji unaathiri kwa maana kwamba huwa wanafunzi wanachelewa shule na mara pengine wanaomba ruhusa ili wakapate maji. Kwa hiyo wanaathiri, wanachelewa vipindi ama wanakosekana kwenye vipindi. Ukosefu wa miundombinu inatuathiri sisi walimu wa kike kutumia muda mwingi kufuata huduma kwenye makazi ya watu. Wakiwa kwenye siku za hedhi, watoto wengi wa kike wanakuwa watoro kwa sababu ya kukosekana huduma hizo za maji pamoja na chumba kile maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Elimu tunatoa ni sisi walimu, ni mwalimu wa afya ndio wanatoa elimu hiyo. Kuna siku maalum ambazo siku za usafi. Kwa hiyo watoto tunawapa elimu. Nahitaji uvumilivu. Tuna bomba, lakini wakati kama tumeenda kucheza au tunatoka chooni maji labda yamekatika, hatuna mahali pa kwenda kunawa au kuosha mikono. Kama natoka chooni naenda nanawa na maji tu kwa sababu hamna sabuni. Mazingira ya choo si rafiki kwa kutumia kwa sababu pale chooni, lile choo linataka kubomoka. Kwa hiyo kama unataka kwenda kujisaidia au unataka kwenda kurekebisha kitu chochote, unaingia kwa wasiwasi kwa sababu linataka kubomoka. Alafu hatuna mahali pengine pa kwenda kujisaidia, kwa hiyo unaingia hivyo hivyo. Elimu ya usafi naipata nikiwa katika vipindi vya darasani wakati mwalimu wa afya anatufundisha. Safari yetu. Hapana, shuleni hatuna kaunti ya kununua chakula, tunaenda kununua kule mtaani. Wakati wa kula naenda kijiweni, yule mama ananipa maji ya kunawa, ni maji peke yake. Changamoto ya kukosekana kwa maji na huduma ya usafi ina athari kubwa kwenye jamii kwa sababu inachangia kuleta milipuko ya maradhi kama kuharisha, kutapika, na pia huwapelekea wananchi gharama ya matibabu kuliko kuizuia. Kwa hiyo kinachosababisha zaidi ni usafi kutokana na kutokuwa na maji ya kutosha. Hawanawi na sabuni na maji tiririka kwa sababu elimu iko chini, wanahitaji elimu zaidi, na sisi kama ngazi ya jamii huwa tunatoa elimu, ila mapokeo yalikuwa madogo, ila tunaendelea kuwapa elimu, na sisi tunaomba bado mashirika kama yapo yaendelee kuwaelimisha serikali ngazi zote. Hali ya vyoo kwenye kata yangu ni hali ambayo sio choo bora na salama. Kwa nini? Kwa sababu hatuna maji. Hata kama unaweza ukajenga, lakini vile vyoo bila maji hujavitumia. Pia sasa sisi tuna vyoo vile vya kawaida vya enzi zile za zamani vya shimo, ambavyo hali yake pia sio hairidhishi. Kwa hiyo hali ya vyoo sio nzuri kwa kata yangu ya Wareta. Matarajio yangu kwenye swala la usafi kwenye jamii yangu ni kwamba endapo elimu itatolewa, kuna uwezekano wa 1% kubwa kupanda kwenye swala la usafi. Pia upatikanaji wa maji ukiwepo, usafi utakuwa umepanda kwa 1% kubwa. Huu mradi wa WaterAid ukija kwenye kijiji changu utatusaidia kwa 1% kubwa.
Kwa nini? Kwa sababu huko mashuleni watoto watapata maji masafi na salama. Utatusaidia kwa sababu hata sasa hivi watoto wanaenda saa zingine maji yameshakatika, wanaenda chooni, wakifika huko hamna maji. Unaleta athari kubwa, hii hali inaleta athari kubwa ya magonjwa. Kwa majina naitwa Damian Manase Gisinya, ni afisa mtendaji wa kata ya Wareta. Na kata ya Wareta ni miongoni mwa kata 33 zinazopatikana katika halmashauri ya wilaya ya Hanang', lakini pia kata ya Wareta ipo katika tarafa ya Katesh. Kata yangu ya Wareta ina jumla ya kaya 1511. Kimsingi katika kata yangu hakuna maji yanayopatikana nyumbani kwa mtu binafsi. Utaratibu tuliofanya, kwa sababu maji tunayopata ni maji machache yanatoka kwenye mserereko kutoka mlima Hanang', tumetengeneza zile domestic point DP ambazo wananchi wote wanakuja kuchota. Na katika kata nzima kuna DP kama 17 ambazo tumeweka kwenye zile public area, watu ndio wanakwenda kuchotea maji katika maeneo hayo. Hali ya usafi binafsi katika kata yangu iko wastani, na wakati katika mazingira mengine hali sio nzuri kwa sababu ya ukosefu wa maji. Kwa mfano, katika shule ya msingi Getak, serikali imejitahidi kujenga vyoo matundu 12 kwa ajili ya wanafunzi. Lakini choo hicho kina miaka 2 sasa hakiwezi kutumika kwa sababu hakuna maji. Changamoto hiyo inaathiri. Kwa mfano, tukienda upande wa maji, changamoto ya maji imekuwa ikiathiri sana kwanza suala la amani. Kwa sababu wale watu wanapokusanyika pale kwenye DP, wakati mwingine watu wanagombana. Kwa hiyo wakati mwingine kesi zinafika katika ofisi yangu ya mtendaji kwamba watu wamepigana katika eneo la maji, lakini wanachogombania nini ni kwamba kila mmoja apate maji. Kwa hiyo jambo lile linaleta conflict miongoni mwa wanakaya. Elimu inatolewa kwamba wanawe mikono kwa kutumia maji tiririka na kutumia sabuni. Lakini mfumo huu wa maji tiririka na sabuni sana sana unapatikana tu katika maeneo yale ya huduma ya jamii. Kwa mradi huu wa Water Aid tunaotarajia ambao utajengwa katika shule yetu ya msingi Bashang, ninatarajia mradi huu utaleta manufaa makubwa sana katika shule yetu. Kwanza, upatikanaji wa maji ya uhakika yatasababisha wanafunzi kuyapenda mazingira yale ya shule kwa sababu maji yanapatikana. Lakini pili, wakati mwingine wanafunzi watakuwa katika hali ya usafi, na mtu anapokuwa msafi anakuwa anajiamini katika kile anachokifanya. Kwa hiyo itaongeza hata ile morali ya wanafunzi kujifunza, lakini itaongeza na morali ya wanafunzi kujiamini katika mazingira yao ya shule wanakosoma.